wawe ni nani? Ni mjinga. Kwa sababu gani? Kwa sababu kinyume cha elimu ni nini? Ni ujinga. Kwa hiyo haipaswi kwa Mwenyezi Mungu kuwa nani? Kuwa mjinga. Tumefahamiana vizuri? Lakini inathibitika kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni nani? Kuwa ni alim. Tumeona vizuri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qadirun, ndiye ambaye anawateza nguvu waja wake. Kinyume chake maana yake ni nini? Kinyume cha kuwa na nguvu ni nini? Ni dhaifu, unyonge, si ndivyo? Maana yake ni jambo lisilostahili kwa Mwenyezi Mungu kusifika kwamba yeye ni nani? Yeye ni mnyonge, bali inasifika kwamba yeye ni qahir, ndiyo mteza nguvu kwa nani? Kwa waja wake, kwamba lala utalala, usiku umeingia lazima ufanyaje? Ulale. Utasumuka mchana, lakini mwisho wa siku mwili umechoka, unahitaji kupumzika. Kwa hiari utalala, ukitaka utalala, na usitaki unafanyaje? Utalala. Anayekupangia wewe ulale ni nani? Ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwamba umefika wakati wako wa kufa, utakufa. Utake utakufa, na usipotaka unafanyaje? Utakufa. Huwa yeye ndiye anayefisha. Kinyume cha kufisha ni nini? Kinyume cha mauti ni nini? Ni uhai. Tabaraka alladhi khalaqa al-mauta wal haya. Sivyo? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yeye ndiye ameumba kifo na akaumba nini? Maisha. Kwa hiyo kinyume cha kifo ni uhai, na kinyume cha uhai ni nini? Ni kifo. Sasa muda ukifika kwamba unakufa tu, akisema kufa unakufa, na akitaka uishi unaishi. Kwa hiyo sifa ya uhai ipo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Na sifa ya kufisha ipo kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Imethibiti hivyo. Kwa hiyo haiwezekani, ni jambo mustahili, lisilowezekana na lisilothibiti kwa Mwenyezi Mungu kama yeye kuwa ni nani? Kwamba atakuja kufa. Hapana. Tunayekufa ni mimi na wewe. Huwa al-mumit. Katika majina yake ni nani? Al-mumit. Yeye ndiye anayefisha. Lakini yukawiru laila wa nahar, ni yeye. Kwa hiyo kwa maana nyingine unapodai kwamba huyu ni Mungu, je, ana sifa hizo? Si tumeelewana vizuri? Ana sifa hizo? Kwamba huyu unayemwita yeye ni Mungu, ana sifa hizo? Anafisha? Anafufua? Tumeelewana vizuri? Nabii mmoja Isa alikuwa anafufua kwa sababu anapokea wahi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio yeye kama yeye, hapana. Alafu anakufa. Tunaelewa vizuri? Anakufa. Kwa hiyo inaitwa al-ilahiyat. Imekuja kumzungumzia Mungu na wasifu wake. Lakini kwa upande unaoitwa an-nubuwat, unazungumzia sifa za mitume na manabii, kwamba hawa mitume ni watu wa namna gani, ni viumbe wa namna gani, ni watu kweli miongoni mwetu, lakini wana vitu ambavyo vimewapambanua baina yao na sisi. Qul ana basharun mithlukum yuha ilayya. Mungu anawaambia hao kwamba mimi ni kama ninyi, lakini tofauti yangu ya mimi na nyinyi ni kwamba mimi ninateremshiwa nini? Wahyi.
Ndio Qur'ani inasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume hazungumzi tu kwa utashi wake, bali anazungumza kwa wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini anatakiwa awe dhakii alfatana, awe na utambuzi wa hali ya juu, utambuzi ambao utakaomfanya atengeneze hoja mbele ya wale wasiomwamini ili wamwamini. Mtume ambaye lazima awe na miujiza, sio kama nabii tulionao huku kwa maana ibuka tu anachukua mafuta ya zaituni na yeye anaitwa nabii, anabadilisha watu majini, anaitwa nabii. Kana kwamba ibada zote zimekuwa ni kuombea watu watoka na majini, lakini majini yenyewe hapo kwa wanawake tu wanaume hamna. Tumeelewana vizuri? Sasa lazima awe na vigezo. Tena miujiza yake iwe inatofautiana na yale ambayo sisi tuna uwezo wa kuyafanya. Kama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweza kwenda Isra wal Mi'raj kwa siku moja, tena ndani ya masaa kaenda na karudi. Wewe leo ili uende katika sayari ya Mars yako, vumbi itaruka, utajikoki wa kutengeneza vyombo maroketi ili uweze kutoka nje ya dunia, lakini yeye alikwenda nusu tu usiku, tena mbali kushinda hapo. Ambapo sasa hivi wanakuja kugundua ni mabilioni ya miaka kwenda kufikia huko, lakini alienda sehemu tu usiku kaka huko. Lakini tunaweza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vidole vyake vilibubujika maji na watu wakali. Nini tunaweza? Hatuwezi. Na miujiza mingine mingi ukipata fursa tutakuja kuieleza, lakini kwa maana mtume lazima asifike kwa vitu hivyo. Kwa hiyo inaitwa an-nubuwat, inaelezea mitume tu na wasifu wao na yale ambayo hayastahili kuwa nayo. Kinyume cha dini ya kuwa na uwezo mkubwa wa akili, kinyume chake ni nini? Sio ujinga. Sasa inastahili kwa mtume kuwa mjinga? Lakini mtume ni binadamu kama sisi. Na Mwenyezi Mungu amemsifu anasema wa yamshu fil aswaq, na anakwenda sokoni kuemea. Sunna kwa mtume hakwenda sokoni kuemea wanaume, lakini mtume alikuwa anaenda na kapu lake. Wazee wetu wa zamani wakimsajili ndio wanajua. Tunaelewa vizuri? Wa yamshu fil aswaq, anakula na anakunywa, wayatazawaju nisa, na anaoa. Lakini alikuwa na miujiza ambayo ilikuwa inathibitisha kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na miujiza mikubwa ambayo itaendelea kubakia mpaka siku ya Kiyama ni Qur'ani ambayo tunaisoma, iliyokuja kueleza ulimwengu wa sayansi na tiba kabla ya ujio wa elimu ambayo tulionayo sasa. Na sehemu ya tatu huwa al-ghaibiyat, ni yale mambo ya ghaibu. Al-ghaibiyat ni mambo ambayo unatakiwa kuyaamini, lakini uthibitisho wake ni kwamba yamethibitishwa kutokana na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani ndio inathibitisha, na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena bisharti an yakuna hadhihi al-ahadith ahadithu sahiha, ziwe ni hadithi sahihi. Kwa maana
kiufupi ni kwamba hizi alghaibiyat ni yale mambo ambayo yanathibitika biadillati qat'iyyati dilala, wa dalili ya Qur'ani wa dhanniyatu dilala, na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo ni hadithi sahihi. Mfano wujudillah, uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa akili ya kawaida utajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo? Hayupo. Lakini dalili yupo katika Qur'an inakuelekeza. Kwamba katika dalili zake zinazoonyesha kwamba yeye yupo, manabukum billahi, ni hii kwa kwenye usiku. Asli wewe kwa kazi yako unataka ulale usiku? Haiwezekani. Lakini nakuja nafikia mahala kwamba unalala. Yanayo majumili yamejileta tu yenyewe. Yupo ambaye anayafanya. Wa min ayatihi ikhtilafukum al-layli wan-nahar, ni kupishana kwa usiku na nini na mchana. Yupo ambaye anaweza kuweka utaratibu kwamba jua limechomoza lazima unaingia usiku. Na utaratibu huu umejiweka wenyewe? Haiwezekani, lazima atakuwepo ambaye aliweka utaratibu huu. Lakini katika dalili zake ni kuombeni wanaume na wanawake, mnaoana, mnakiliana haja zenu, mnazaa watoto. Hivi sisi tulijiweka wenyewe tu, kama mimi nikajichagulia kuwa mwanaume na mwingine akajichagulia kuwa mwanamke? Hapana, lazima yupo ambaye aliweka utaratibu huu. Sasa kwa kupitia Qur'ani unajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo. Yaani haiwezekani utaratibu huu uwepo na sisi binadamu tuje hapa alafu baadaye ukaambiwa kisamvu ni mboga ukala, ukaambiwa mlenda ni mboga ukala, ukaenda ziwani ukaambiwa kuna samaki ukachukua, bila kuwepo yule ambaye ameweka hivi. Haiwezekani. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, lakini tunaamini baada ya maisha haya kuna maisha mengine. Unaona sio? Kama tulikuwa tupo tunaenda wapi baada ya kufa? Ardhini. Kwa nini tusikae juu? Tunakwenda wapi? Ardhini. Tupo. Tunakwenda kule tunasajika. Tutafufuka, tutafufuka. Lakini yote tunayapata katika nini? Katika Qur'an. In kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, ikiwa kama ninyi mnashaka kwamba hamtakuja siku moja mkafufuliwa, in kuntum fi raybin min al-ba'thi, kwamba mnashaka hakuna siku moja mtakuja kufufuliwa, kwamba maisha yenu ni hapa duniani. Fa'lam anna khalaqnakum min turab, tamweni kwamba sisi tumeumbeni kutokana na nini? Na udongo. Kisha baadaye mkaumbwa kutokana na tone la manii. Baadaye mkaja mkatolewa kwa wazazi wenu, mkawa ni viumbe. Sasa huyo ambaye alikuanzisheni mkiwa hapo atashinda kurejesheni baada ya kuwa nyinyi mmekufa. Una imani kwamba Mwenyezi Mungu yupo, kwamba huko kuna maisha mengine, na leo sayansi inathibitisha. Wamekwenda kugundua kwamba kuna sayari zina maisha kama tulionayo hapa, zina maji, zina mimea, lakini wengi wakufikia mabilioni ya miaka, na inasadikika kwamba ndio pepo yenyewe hiyo.
kiasi kwamba hakuna chombo chochote kina uwezo wa kusafiri kufika huko, ili wameshagundua kwamba ipo. Na waliogundua sio Waislamu, ni hao waliokuwa wanapinga haya maisha, kwamba hakuna maisha baada ya hapo, ndio wanakuja kugundua. Sasa hili inaitwa al-ghaibiyat. Maeneo mangapi ya itikadi? Matatu. Sasa Mwenyezi Mungu anasema kwamba dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ni kitabu cha Qur'ani kisicho shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni mwongozo kwa watu wa Mwenyezi Mungu. Alladhina yu'minuna bilghaibi, ni wale ambao wanaoamini yale wasiyoyaona. Tunakubali Mwenyezi Mungu yuko, lakini afanyaje? Hatamwoni. Tunakubali kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, walakini kaifa nazala, namna gani yaliteremka, hatukuwepo. Tunakubali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini tumemuona, tumemuona wahyi ulivyokuwa unamshukia, tulikuwepo, tunaona, hatujaona, lakini tunaamini. Na ipo hadithi yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inasema, kana yawman maa ashaba, siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake, ghafla wakamuona anabubujika na machozi, tena kukaa shadida, akilia sana. Fataajaba ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, masahaba wa Bwana Mtume wakastaajabu. Katika kundi la masahaba alikuwepo sahaba anaitwa Hudhaifa ibn al-Yaman, akashtuka mno, akamwambia ya Rasulullah, ma yukika ya Rasulullah, kitu gani ambacho kinachokufanya wewe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulie kwa kiwango hicho? Umepata na jambo gani? Akamwambia, wahashtu ummati, wahashtu ashabi, nimewamisi watu wangu, nimewamisi vipenzi vyangu, ahbabi, wahashtu ahbabi, nimewamisi vipenzi vyangu. Masahaba wakashtuka, wakamuuliza, ya Rasulullah, faman haulai awalasna ahbabaka ya Rasulullah, hivi sisi sio vipenzi vyako wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akawaambia, la antum ashabi, ninyi ni masahaba zangu. Wakamuuliza, kaifa ya Rasulullah, kad aslamna maaka, tumeslimu sisi tukiwa na wewe, wajahadna maaka, na tumepambana jihadi kwa ajili ya kuinua neno la Mwenyezi Mungu, tuko na wewe, inakuwaje sisi sio vipenzi vyako? Akamwambia, la antum ashabi, ninyi masahaba zangu. Masahaba wakashtuka, wakamwambia, faman hum ya Rasulullah, al-anbiya, kama sio sisi ni watu gani ambao wanakusudiwa? Manabii wa Mwenyezi Mungu? Akamwambia, la, sio hao, humma anbiyaullah wa rasulillah, hao ni mitume wa Mwenyezi Mungu na ni manabii wa Mwenyezi Mungu, sio vipenzi vyangu mimi. Bado masahaba wakachanganyikiwa, faman hum ya Rasulullah, ni wakina nani hao vipenzi vyako ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ikiwa sio sisi na ikiwa sio manabii wa Mwenyezi Mungu? Faman ahbabaka ya Rasulullah, ni wakina nani? Akawaambia, annasu yaatuna min ba'di yu'minuna biya wa lam yarawni, ni watu watakaokuja baada yangu, wataniamini mimi kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu na watanifuata, walam yarawni, na wala hawajaniona. Hao ndio vipenzi vyangu. Maneno mazito haya, maneno mazito. Tumsalini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo alladhina yu'minuna bil ghaibi ni wale ambao wanaamini mambo ya ghaibi, kwamba hata kama hatukuyaona haya maneno ya Qur'ani, lakini hapana, hakuna kiumbe anaweza kuweka utaratibu huu, bali haya yatakuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, tunayaamini. Na hivyo ndivyo ambavyo hata wale wanazuoni wa zamani, pamoja na kwamba hawakuwepo katika ulimwengu wa kuthibitisha mambo kama tulivyonayo sasa, lakini waliyaamini kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hawakutia shaka. Kwa mfano, Qur'ani inasema inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, kwamba Mwenyezi Mungu kwa hakika haoni haya kupigia mfano wa mbu mdogo kama mbu, au na zaidi ya mbu, au chini ya nini, au chini ya mbu. Fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, wale waliomuamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wakaamini kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na wakaamini kwamba huyu mtume ni mtume wa nani? Ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wanaamini moja kwa moja bila kuwa na shaka ndani yake. Fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim, kwamba haya maneno ni ya haki na ni maneno yametoka kwa nani? Kwa Mola wao, bila hata kujua kwa nini ametajwa Mungu wa kike badala ya kutajwa Mungu wa kiume katika Qur'an, lakini moja kwa moja wameamini kwamba haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu moja kwa moja. Wa amma alladhina kafaru fayaquluna madha arada Allahu bihadha mathalan yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqun. Wale wasiokuwa na imani sasa tasikia, kwa nini Mwenyezi Mungu apigie mfano wake? Asiache kupigia mfano kwenye nyama wakubwa kama vile tembo, farasi na wanyama wengine wakubwa, kama mdudu, kama mbu. Ndio anakuja kuzungumza kwenye Qur'an na anasema hii ni ujinga. Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran, kwa kupitia hapo watapotea wengi na wataongoka wengi. Lakini wama yudhillu bihi illa al-fasiqun, hakuna anayepotea kwa kupitia mifano hiyo isipokuwa ni wale waliotoka nje ya toa ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa alladhina yu'minuna bil ghaibi, sifa zao hawa, sifa za Mungu, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, na wanasimamisha nini? Na wanasimamisha swala. Tunafanya vizuri. Kwa hiyo sala ni katika sifa za nani? Za wacha Mungu, na imetajwa ndani ya nini? Ya Qur'ani. Tunafanya vizuri. Lakini katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wasta'inu bis-sabri was-salah. Tunafanya wasta'inu bis-sabri, saidianeni, ombeaneni katika masuala yanayotengeneza nini? Uvumilivu na subira katika nyoyo zenu pindi mnapopata nini? Majambo. Lakini waswala, na mfanyaje? Salini kwa maana ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafanya vizuri, kwa sababu sala yenyewe kilugha ni dua ambayo mja anaongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in, jambo hilo ni zito isipokuwa kwa wale ambao ni nani? Wanyenyekevu. Imetaja tena ibada nini? Ibada ya sala. Lakini pia ibada ya sala imetajwa katika sura nyingine. Katika sura al-Baqara hiyo Mwenyezi Mungu anasema wa aqimus salata wa atu zakat.
wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Wasema wa aqimu as-salat, nasimamisheni sala, wa atu zakat, na tuweni zaka. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, na hakuna jambo lolote nyinyi mmelitoa na kujitangulizia katika amali njema likawa ni jambo la heri. Yawezekana katika upeo wa macho usipate mrejesho wake kwa sasa, lakini tajiduhu inda Allah, mtajikuta kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allaha bima ta'maluna basir. Hakika Mwenyezi Mungu kwa yale mnayoyafanya yote anayaona. Kibunda usiku Mwenyezi Mungu anafanya, anakuona. Maana wakati mwingine mtu anaweza akawa na akili ya mbuni huwa ana tabia, akiona shari basi huwa anakimbia, anaikimbia ile shari. Akikutana na sehemu kuna mchanga, anazamisha kichwa chake kwa akili yake kwamba kwa kuwa yeye hakuoni, anajua na wewe ufanye hapa umuoni. Tunakwambia vizuri, na kuna watu wanakunda usiku wakijificha na macho yetu ya kibinadamu, lakini Mwenyezi Mungu anaona. Tena baya zaidi anasema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kwa siku ya Kiyama midomo hii inayotangaza uongo kweli ambaye itafungwa. Tukallimuna aydihim, hii mikono ile ambaye itazungumza. Wa arjuluhum, pamoja na nini? Na miguu yao. Miguu inasema huwa anapeleka sehemu fulani usiku, anafanya kadha. Mikono inasema huwa anapeleka, anafanya kadha. Yote ambayo ulikuwa unayafanya. Kwa hiyo ni kwamba ibada ya swala imetajwa zaidi ya mara 65 katika Qur'ani, kuonyesha kwamba ndiyo ibada ya kwanza ambayo waliofaradhishiwa mitume, manabii, lakini pamoja na sisi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndiyo ibada ya kwanza ambayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuteremshiwa hapa duniani, bali yeye alifuata wapi? Alifuata kule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika safari ya al-Isra wal Mi'raj. Ipo hadithi ya bwana Mtume Muhammad akiwaambia masahaba zake kwamba araaitum, yani anaelezea ubora wa nini wa sala. Araaitum, unaonaje lau anna nahran bibabi ahadikum, leo kama mbele ya mlango wa mmoja wenu pangelikuwa panapita mto, yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat, yaghtasilu ahadukum kulla yawmin 5 marrat, kwamba kila siku mtu anakoga mara 5. Hal yabqa min daranihi shay'un, hivi mwili wake ungelibakia na taka ya kitu chochote? Qalu bala ya Rasulullah,
Masahaba wakamjibu wakamwambia, hapana, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Akamwambia, kadhalika mathalu salawati al-khams, hivyo ndivyo ambavyo sala hufanya kazi, sala tano hufanya kazi, yamhu Allahu bihinna al-khataya, kwamba Mwenyezi Mungu hufuta madhambi ya mja yale anayoyapata kila siku baada ya kutekeleza ibada ya nini? Ibada ya swala. Katika hadithi nyingine anasema, ma baina as-salati was-salati, ma baina as-salati was-salati kafaratun lima bainahuma, kwamba kutoka sala mpaka kuja sala nyingine ni kafara ambayo inayofuta madhambi uliyoyafanya hapa katikati, kutoka sala na sala nyingine. Hii maana yake ni nini? Hiyo tuliona vizuri. Maana yake ni kwamba kama tulivyosoma juzi, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumba sisi. Baada ya kutuumba akatupa viungo. Kupitia viungo tulivyo navyo ndivyo ambavyo tunafanya utendaji wetu na kazi zetu. Mwenyezi Mungu ametupa macho kwa ajili ya kuona, ametupa pua kwa ajili ya kunusa, ametupa masikio kwa ajili ya kusikia, lakini ametupa mdomo kwa ajili ya kuzungumza pamoja na kula, ametupa mikono kwa ajili ya kushika na kufanyia vitu vingine vya utendaji, lakini ametupa hizi tupu zetu, visu hivi. Kwa kupitia visu vyetu wakati mwingine tunaweza kukata, tunafanya vilivyo vya halali na vilivyo vya nini? Vya haramu. Ametupa miguu kwa ajili ya kutembea, ametupa tumbo kwa ajili ya kuingiza nini? Ya kuingiza chakula. Lakini akatuwekea misingi ya kanuni kwa ajili ya kuhifadhi viungo hivyo ili visije vikaenda nje ya utaratibu, hatimaye ikawa ni fauda katika jamii, ikawa ni ufisadi katika jamii. Tumeona vizuri. Sasa katika macho akasemaje? Fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni enyi wenye nini? Kwenye kuona, kwamba jicho lako linatakiwa lione yale ambayo ni ya halali. Sipo hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaelekeza kwamba mtakapokaa njiani, fa'atu tariqa haqqahu, basi njia hizo mzipe nini? Mzipe haki zake. Kwa maana tusikae njiani kwa ajili ya kuyaona mambo ya haramu, tusikae vijiweni kwa ajili ya kukaa tunazungumza vitu vya uongo na kumsema kila anayepita na kumzodoa kila anayepita na kukosoa maumbile aliyoyaumba Mwenyezi Mungu kwa kila anayepita. Kuna watu vijiweni wana kazi hizo, kwamba wanaanzisha kilindi, lakini kila atakayepita hapo kazi yao ni kumsema amwache salama. Akipita mwanamke atasema, akipita mke wake atasema, akipita mwanaume atasema. Sasa macho haya yanaona. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayewekea kanuni, fa'tabiru ya ulil absar, zingatieni yenye nini? Kwenye kuona. Alkadhalika mdomo, waqulu linnasi husna, sema kuambia watu maneno yaliyokuwa mazuri. Mdomo wako unasema mangapi mazuri na mangapi mabaya. Unafanya mazuri, ukija ukajifanyia tathmini kwa walio wengi, asilimia karibia 90 wanazungumza uchafu mtupu. Unafanya mazuri, unazungumza nini? Uchafu mtupu. Sasa waqulu linnasi husna, lakini mdomo unatakiwa uingize riziki ya halali. Yaani kweli riziki yako yote unaoingiza kupitia kinywa chako na kwenda tumboni ya halali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akhsha ala ummati kibarul batni, watu ambao nawaogopa zaidi katika umma wangu ni wale wenye matumbo makubwa, kwa sababu wengi wao wanakula dhulma kunenepesha matumbo yao.
wanawafanya wengine ndio ngazi ya wao kwenda kupata mafanikio, alafu mwisho wa siku wao wananenepa, alafu kuna tabaka kule nyekundu, tabaka kudumiwa, tabaka la watu wanyonge. Wanafanyishwa kazi, ujira wanaopata ni tofauti na kazi wanaoifanya, na wengine wanacheleweshwa vile vile. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atiiu al-ajira ajrahu qabla an yadifa alaykum, mpe mtumishi ujira wake kabla jasho lake halijafanya. Leo mtu anapitishiwa mshahara wake kwa sababu mnyonge, maskini ya Mungu, anaitwa fundi tengeneza hapa, kishamaliza unaanza kumzungusha kwenye hela yake.